projection ya mapato ya ndani haitoki serikali kuu. Mishahara inatoka serikali kuu. Kwa hiyo serikali kuu bado haijatuletea bajeti ya mishahara. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti itaenda kuongezeka kwa sababu kama alivyosema Mheshimiwa mjumbe ni kwamba kuna watumishi kuajiriwa. Sasa hivi serikali inaajiri sana. Kuna watumishi kupanda madaraja na kuna watumishi kupanda vyeo kutoka labda kuwa mchumi wa kawaida kuwa mchumi wa wilaya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kama tulivyosema, hii bajeti inaendelea na mchakato wa mawasilisho. Na tunapozungumza sasa hivi hata kwenye miradi ya maendeleo unaona ni bilioni 11 ile ya mwaka jana. Lakini tunapoendelea na michakato ya bajeti mpaka ikafike bungeni, inawezekana hii bajeti ikaongezeka au ikapungua. Na kile chochote kitakachotokea Mheshimiwa Mwenyekiti, utaratibu wa kibajeti ni kwamba mrejesho utarudishwa kwenye baraza lako ili kuyafahamu yale marekebisho na kwenda sasa na bajeti ya mwisho ambayo itakuwa imeidhinishwa na bunge. Mheshimiwa mwingine amehoji kuhusiana na hofu yake ya kwamba tunaendaje kufikia makusanyo ya bilioni 9.2. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme kwamba bajeti hii au makadirio ya mapato ya ndani yamechakatwa kwenye management. Lakini hayajachakatwa tu, tathmini imefanyika. Na tumeona kuna baadhi ya vyanzo ambavyo tulikuwa hatujaviexhaust. Moja ya vyanzo hivyo ni chanzo cha ushuru cha service levy. Tumefanya hiyo tathmini, tumejiridhisha. Lakini pia kuna kodi ya majengo. Nao tulikuwa hatujafanya tathmini. Nao tumefanya tathmini, tumeona kwamba tutakuwa tuna ongezeko la mapato kwenye maeneo hayo. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna wadau mbalimbali ambao wana maeneo yao ambayo wanataka kuyauza, na wanapokuja kwenye halmashauri ya Arusha wanakuja kwa masharti kwamba waingie ubia. Eneo ni lao lakini wanaona kwamba wakiuza na serikali inakuwa security zaidi. Kwa hiyo kwenye eneo la ardhi nako tumeweka mapato pale ili kuhakikisha kwamba wanapokuja hao wadau, mmoja wapo wakiwa Burka ambao mradi wao unaendelea na bado kuna pesa ambayo tunawadai, itaenda kuongeza mapato yetu wakitulipa. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, kuhusiana na swala la kuongeza vyanzo, ili pia ni takwa la kisheria. Yaani wakurugenzi wametakiwa kujistretch kuongeza vyanzo kwa sababu serikali inataka kwenda kupunguza ile ratio ya dependency ya bajeti kwa kutegemea bajeti za nje. Kwa hiyo kwenye dira 2050 inapaswa halmashauri zote ziwe zimeweza kujitegemea angalau kwa zaidi ya 80%. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niliashua tu baraza lako kwamba makisio tulioyafanya tumefanya tathmini na tulijadili ile tathmini vizuri na tukaona kwamba kuna maeneo tunabidi tuweke spana ili tuweze kukusanya zaidi. Kuhusiana na bajeti hii Mheshimiwa Mwenyekiti inayoendelea, mpaka Disemba tulikuwa hatuko vizuri sana. Lakini Mheshimiwa, kwenye vikao vyako vya kawaida utaletewa lile gap ambalo lilikuwa Disemba tuko nyuma, tumesha cover. Kwa hiyo sasa hivi tunaenda na ile trend ya makusanyo according to percentage tunavyotakiwa kukusanya mpaka sasa hivi. Naomba kuwasilisha.